Papa Francisco alikuwa askofu wa Roma na hivyo papa wa kanisa Katoliki duniani kote na mtawala wa Vatican tangu tarehe 13 March 2023 hadi kifo chake hapo jana April 21, 2025. Amemfuata Papa Benedikto wa 16 akiwa 266 katika orodha ya mapapa katika miaka 12 ya upapa. Francisco alijulikana kwa unyenyekevu, mkazo juu ya huruma ya Mungu, juhudi kwa ajili ya wanyonge, haki ya kijamii na majadiliano ya dini nyingine. Alizaliwa Buenos Aires huko Argentina. Francisco alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na shirika la Yesu. Upapa wake uliashiria mtazamo wa kichungaji zaidi ukilinganishwa na watangulizi wake, na aligeuka kuwa sauti yenye ushawishi mkubwa wa maadili kuhusu masuala kama mabadiliko ya tabia nchi, uhamiaji, ukosefu usawa na amani. Waraka wake wa kichungaji wa mwaka 2015 ulitoa wito wa kuhifadhi mazingira na kuchukua hatua za haraka dhidi ya ongezeko la joto duniani. Ulisifiwa sana na kuchukuliwa mara kwa mara katika mijadala ya sera za kimataifa. Francisco pia alianzisha mageuzi muhimu ndani ya ofisi kuu ya Roma na alifanyia kazi mwitiko wa kanisa dhidi ya kashfa ya unyanyasaji wa kijinsia. Aliteua makardinali kutoka maeneo yasiyowakilishwa vizuri, akionyesha mwelekeo wa kanisa la kimataifa na jumuishi zaidi. Licha ya kukosolewa na makundi mbalimbali, Papa Francisco alibaki kuwa na ushawishi wa kimataifa hadi kifo chake kilichotokana na ugonjwa wa muda mrefu. Papa Francisco alianza upapa wake tarehe 13 March mwaka 2013 kufuatia kujiuzulu kwa Papa Benedikto wa 16, akiwa papa wa kwanza kutoka shirika la Kijesuiti na pia wa kwanza kutoka Amerika. Uchaguzi wake uliashiria hatua muhimu katika historia ya kanisa Katoliki. Mwanzoni mwa upapa wake alivutia watu wengi kwa mtindo wake wa maisha rahisi na wa kichungaji, jambo lililoonekana katika uamuzi wake wa kuishi kwenye nyumba ya wageni ya Vatican badala la kasri la kitume. Alisisitiza huruma, unyenyekevu na huduma kwa maskini, akitoa mfano ulioeleweka na Wakatoliki wengi duniani kote. Katika kipindi cha uongozi wake, Papa Francisco alielekeza juhudi zake katika kuendeleza uwazi wa kifedha ndani ya Vatican na kushughulikia masuala sugu kama vile unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa. Pia alisonga mbele katika mazungumzo ya kidini hasa na Uislamu, na alijitahidi kuponya migawanyiko na kanisa la Kiorthodoksi la mashariki ya jumuiya za Kiprotestanti. Licha ya kupingwa na baadhi ya makundi ya kihafidhina ndani ya kanisa, Papa Francisco aliendelea kuwa sauti yenye ushawishi mkubwa duniani, akitetea amani, haki ya kiuchumi na heshima ya kila binadamu hadi kifo chake cha hapo jana. Papa Francisco alifariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka ya tarehe 21 April mwaka huu katika makazi yake ya Domus Sanctae Martha. Kifo chake kilitangazwa na Cardinal Calvin Farrell kupitia kituo cha televisheni cha Vatican na katika taarifa ya video. Hali halisi ya kifo chake bado haijafichuliwa rasmi, ingawa vyanzo vya Italia viliripoti kuwa kifo kilitokana na tatizo la ubongo, huenda ikawa kiharusi. Vatican baadaye ilieleza kuwa alifariki kutokana na pneumonia ya mapafu yote mawili. Kifo chake kimeanzisha kipindi cha mpito wa upapa pamoja na siku 9 za maombolezo zilizojulikana kwa Kilatini kama Novem Dies. Kwa mujibu wa desturi, mazishi ya papa hufanyika kati ya siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake. Inatarajiwa kwamba atazikwa katika kanisa kuu la Santa Maria Maggiore kulingana na matakwa yake. Makardinali wapiga kura wanatarajiwa kuwasili Roma kuhudhuria mkutano mkuu wa makardinali, ambapo pia wataamua tarehe na saa ya kuanza kwa mkutano wa uchaguzi wa papa mpya.
Jumla ya makardinali 252 wa kanisa hilo kutoka kote ulimwenguni wanatarajiwa kukutana kati ya siku 15 na 20 jijini Vatican. Hata hivyo, makardinali 138 pekee ambao hawajatimu umri wa miaka 80 ndio wataruhusiwa kushiriki upigaji kura. Lakini punde tu Papa Francis alipofariki hapo jana, majukumu yake rasmi yalitwaliwa na msimamizi wa afisa yake ambaye ni Kardinali Calvin Farrell, raia wa Amerika. Yeye ndiye alitangaza rasmi kifo cha Francisco, huku akiandamana na daktari na akibeba cheti cha kifo. Mwili wake hautafanyiwa upasuaji. Hapo jana usimamizi wa Vatican ulisema kuwa mwili wa Papa Francisco uliwekwa ndani ya jeneza katika ukumbi wa maombi katika makazi yake ya St. Martha kuanzia saa 12 jioni. Cardinal Farrell pia atafunga makazi ya Papa na kuharibu pete na muhuri wake inayotumiwa kuhalalisha stakabadhi ili zisitumike na mtu yeyote yule. Baadaye yeye na makardinali wengine wasaidizi wataandaa ratiba maombolezo ya Papa Francisco, ikiwemo tarehe na ibada ya wafu na mazishi. Kulingana na kanuni za Kanisa Katoliki, kipindi cha maombolezo ya Papa hudumu kwa siku 9 na huanza siku 4 au 6 baada ya kifo cha kiongozi huyo. Kardinali Farrell na kikosi chake pia wataamua siku ambayo mwili wa Papa utapelekwa katika kanisa la St. Peter's Basilica kabla ya mazishi, ili waumini wote watoe heshima zao za mwisho. Kwa kuwa Papa Francis hakupenda sherehe nyingi za kanisa hilo, aliomba kwamba mwili wake usiwekwe juu ya kifaa kirefu ndani ya kanisa la St. Peter's Basilica ili waumini wautazame. Kwa hivyo waumini wataweza kuutazama mwili wake ukiwa ndani ya jeneza lisilofunikwa. Kulingana na desturi za kanisa Katoliki, ibada ya kumwaga Papa Francis itafanyika katika uwanja wa St. Peter's Square ndani ya siku 4 au 6 baada ya kifo chake. Kulingana na wasia wake, Papa Francis hatazikwa Vatican katika kanisa la St. Peter's Basilica, bali katika kanisa la Basilica of St. Mary's Major karibu na alikozikwa Madonna. Atakuwa ni Papa wa kwanza katika kipindi cha zaidi ya karne moja kutozikwa katika kanisa hilo kubwa la St. Peter's Basilica huko Vatican. Papa Francis pia aliomba kwamba azikwe katika jeneza lililotengenezwa kwa mbao ya kawaida, kinyume na watangulizi wake waliozikwa kwenye majeneza ya bei ghali. Mchakato wa uchaguzi wa Papa mpya utaanza siku 15 baada ya kifo cha Francis au kabla ya siku 20. Papa mpya atachaguliwa na kamati ya makardinali ambao huteuliwa na Papa mwenyewe na wasiwe na umri wa miaka 80 na zaidi. Kabla ya uchaguzi huo kufanyika, kundi la makardinali ndiyo huongoza Kanisa Katoliki, ingawa mamlaka yao yamethibitiwa. Mtazamaji, na hiyo ni makala maalum niliyokuandalia kuhusiana na kifo cha alikuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani kote, Papa Francisco. Usisahau kulike, comment na kusubscribe channel yetu ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Mimi ni Zainab Mtima.